إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila na taufiki yake, anatuwezesha kukamilisha ibada ya sala ya Isha siku ya leo, na kwamba huu tulionao ni usiku wa 24 baada ya kuifunga funga ya 23. Tunafurahi sana kwamba mbele yetu hapa atapita shekhe wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu, mgeni wetu ambaye tumemsubiria kwa hamu kubwa sana kutupa darsa ambalo litatuchukua mpaka pale tutakapofika muda wa kusali tarawih. Ningeomba kwamba tutulie, tuwe wasikivu, tuweze kuchota maalumati kutoka kwa shekhe wetu. Hatutapenda kelele wakati shekhe akiwa anaendelea na darsa. Mwenyezi Mungu atujalie usikivu na uelewa uliokuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee wa mwisho wa manabii, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ya ahla masjidil Muzdalifa, qala Imamu Ali radhiyallahu anhu. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, muweza wa kila jambo, na kuzitaka rehma na amani zimwendewa mwisho wa manabii, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad, lilmurai thalathu alamat, mtu ambaye anafanya matendo ya kujionesha, hayafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utamjua kwa alama aina tatu, dalili tatu, utamfahamu huyo mtu. Haya maneno ya Imamu Ali ni maneno ambayo yanataka sisi, yanatutaka tuyafanye mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. La kwanza, Imamu Ali akasema yaksalu idha kana wahdahu, mtu mwenye ria mara nyingi anakuwa ni mvivu wakati yuko peke yake kwa kufanya ibada. Kuna watu na kuna mtu akiwa pamoja na watu ataitekeleza ibada, akiwa nyumbani peke yake hawezi kuitekeleza ibada. Kuna mtu anaweza kuswali ya dhuhuri sababu yuko na watu fulani, la asiri kwa kuwa yuko peke yake hasali. Ndio Imamu Ali radhiyallahu anhu akasema lilmurai thalathu alamat, mtu mwenye kufanya matendo ya kujionesha ana alama tatu za kuweza kumjua. Akasema moja, yaksalu idha kana wahdahu, hafanyi matendo mema, ni mvivu anapokuwa peke yake. Wayanshatu idha kana ma'an nas, akiwa na watu unamuona ni mchangamfu katika matendo mazuri. Hata kule kwetu, ndugu zangu Waislamu, utamkuta mtu ni tariku swala, lakini kwa kuwa amekaa kilioni, alafu ukafika muda wa swala, yeye ndo atakushtueni, jamani wazee, muda wa swala umeenea. Anajifanya kama ndo anakuwa na swali kila siku. Na wapo watu miongoni mwetu sisi Waislamu, huwa anaswali, siku pametokea kilio kilichomshitua, atamaliza wiki nzima anaswali, atamaliza siku 3 anaswali. Na kuna wakati tu anaswali kwa kujionesha, akiwa nyumbani alfajiri hata haswali. Kam minna, ni wangapi miongoni mwetu hawakuswali swala ya alfajiri? Ni wangapi miongoni mwetu adhuhuri hawakuswali? Lakini magharibi, kwa maana atakuwa na watu, anaswali. Hili inataka binadamu ujikosoe.
ufahamu ya kwamba inatakiwa mwanadamu antaabuda Allaha kaannaka tarahu, umwabudu Mola wako kama kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa kama wewe umuoni, fa innahu yaraka, Allah anakuona. Na ndipo walipokuwa wakimfanyia maudhi kiongozi wa umma Mtume Muhammad pale Maka, Allah ameliweka ulizo, alam ya'lam bi anna Allah yara, hawafahamu kama Mwenyezi Mungu anaona. Kwa hiyo tujiepushe katika haya mambo ambayo amesema Imamu Ali, ya kwamba mtu mwenye kufanya matendo ya kujionesha akiwa peke yake ni mvivu wa kufanya matendo mema, na akiwaona watu anayafanya matendo hayo. Alafu na la mwisho Imamu Ali akasema, wayazidu fil amal idha uthniya alayhi wa yankusu idha dhumma bihi. Kuna mtu miongoni mwetu anazidisha juhudi, anafanya juhudi sababu mmemsifu, na mkimkejeli anaacha kufanya yale matendo mema, badala ya kusema haya ni ya Mwenyezi Mungu, nisijali maneno ya watu. Hizi ni alama za mtu ambaye ni mwenye kujionesha katika matendo, na siku ya Kiyama utajikutana hauna chochote katika matendo yako. Qala Abu Umama anasema, anatuambia, inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu, hakika Allah hakubali matendo isipokuwa yale ambayo yana ikhlasu ndani yake, alafu unayafanya kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Tujiepushe na kufanya matendo kwa kujionesha bila kuwa na ikhlasu. Ujue kama hili nalifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kuna mtu anafanya jambo sababu ya watu, wakimsifu ndo anafanya, wakimsema vizuri ndo anafanya. Kuna mtu ukimsifu sana kuhusu cheo chake, kuhusu nini, ndo anataka akupe, anasikia raha na kuwaonesha watu. Matendo yetu tuyafanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, la sivyo siku ya Kiyama tutajikutana hatuna matendo. Nini anasema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad? Inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyamati alayhi rajulu istushhida, mtu wa mwanzo ambaye atahukumiwa siku ya Kiyama ni mtu ambaye amekwenda kupigana uwanja wa jihadi, kisha akafa katika uwanja shahidi, kapigana kwa ajili yeye anadai kwa Mwenyezi Mungu. Fautia bihi, huyo mtu Allah ataitoa amri wamlete. Faarafahu ni'amahu faarafaha, atatambulishwa neema zake, ataoneshwa na atazikubali. Kisha Allah atamwambia, umepigana kwa ajili ya nani? Atasema, ya Allah, qataltu fika, mimi nimepigana kwa ajili yako wewe, hata stushhidtu, mpaka nikafa shahidi. Allah atasema, kadhabta, wewe unasema uongo. Qatalta liyuqal jariun, ulipigana ili usifike nguvu aseme huyu ni shujaa. Faqad qila, umekwisha sifiwa huko duniani. Thumma umira bihi, kisha itatolewa amri, atakokotwa mpaka tupe ndani ya moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atunusuru na moto wa Jahannam. Huyo ni mtu ambaye alipigana, lakini hakupigana jihadi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume kisha akatwambia mtu wa pili sallallahu alaihi wasallama, akasema, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, ataletwa mtu ambaye amesoma dini, elimu sawa sawa, akaifundisha, akawa anasoma Qur'ani vizuri sana huyo mtu. Kisha ataletwa, ataulizwa na Mwenyezi Mungu, ulikuwa unasoma kwa ajili ya nani? Atasema, fika, nimesoma Qur'ani kwa ajili yako ewe Allah. Mungu atamwambia, kadhabta, unasema uongo. Wewe ulisoma kwa ajili uitwe alimun, mwanachuoni, ukasoma kwa ajili watu tu wakusifu na ukataka kushindana, haukusoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa qara'ata al-Qur'an, na ukaisoma Qur'an, liyuqal qari'un, ili usifike bwana yule ni msomaji. Allah atasema, faqad qila, umekucha sifiwa duniani. Hata utizame hasa kule kwetu wa maimamu vijana,
wanaadhini magharibi, unamwona anakwenda, alafu mwanafunzi wake binti anamwita, mwalimu salamu alaykum. Salamu. Alafu anambia, ile sura ulisoma mwalimu, ile sura tabarakalladhi biyadihi, ile sura ile nilisikia raha. Sasa mwalimu amekwisha sifiwa, akenda kwenye mimbar anaanza kuisoma ile tabaraka, anahani, unafikiri ni imani, kumbe ni tabaraka iko anatongoza demu. Siku ya kiyama utaambiwa umesoma. Inataka matendo uyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna walimu kule kwetu, Mwenyezi Mungu awaongozi, anaremba kumbe iko anarembea kademu. Inataka usome kwa ajili ya Allah, uwe na khushu, uwe na imani, ujipendekeze kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo siku ya kiyama Allah atasema umekwisha sifiwa duniani. Atatoa amri, mwingizeni katika moto, Mwenyezi Mungu atunusuru na moto wa Jahannam. Wa rajulun wasa Allahu alayhi, mtu wa tatu ni mtu ambaye Mungu amemfungulia, wa atahu min asnafil mali kulliha, akampa aina mbalimbali za mali. Mungu atamuuliza baada ya kuletu hizo mali, hizo mali ulizifanyia nini? Atasema, ewe Allah, sikuiona njia ya kheri isipokuwa nimetoa kwa ajili, nimetoa ya kwako yoyote njia ya kheri, mimi nimetoa sadaka. Allah atamwambia, wewe umesema uongo, umetoa sababu wa kusifu kama wewe ni mkarimu hapa duniani. Hata inapatikana katika mazingira yetu ya Afrika, zile nchi zetu, mtu anakwenda kutembea kwa kaka yake, mtu anakwenda Buterere, mtu anakwenda Kinama, anakuja Buyenzi, anakuja kumtembelea ndugu yake, anakuja anakutana hali ya ndugu yake hiyo siku, labda ni Buterere, hawakupika. Akifika kwa kuwa ni shangazi, kwa kuwa ni mama mdogo, anafika anachukua hela, anamwambia kaemeni tudagaa mkaange tule ugali, watu wanakula, watoto wanasema mashallah, shangazi kaja, wengine mama mdogo kaja. Sasa itafikia wamekishakula wameshiba, yeye sasa atatoka arudi kwao. Akitoka tu njiani, mtu tu akimwona, mama Musa ujambo? Si jambo. Shikamo maraba. Unatokea wapi? Hajibu ametokea kuna silikuwa kwa mdogo wangu. Afadhali hata hivyo nimefika, si wangekufa. Nilikutana hawakula, nikaemea tudaga. Uliulizwa? Tabia mbaya ya kutaka kuonesha matendo. Inataka mwanadamu uwe na matendo ya siri ambayo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatoa sadaka kwa siri. Tujipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo binadamu unayatoa yao baina yako wewe na Allah. Hapa ninafundisha nini? Ikhlas. Tufanye matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad, akhwafu ma akhafu alaikum ashirka al-asghar, jambo kubwa linalonitia hofu, ninalihofia kwenu ni shirki ndogo. Masahaba wakamuuliza, shirki ndogo ni nini ya Rasulullah? Akasema shirki ndogo akasema ni riya, mtu kufanya matendo kwa kujionesha. Sababu kuna kitendo mtu unaweza ukifanya ndani yake usipati ujira. Ninataka kuuonesha mfano hata kwa baadhi wa kina mama na kina dada. Wallahi kuna wakina mama na hata wakina baba, mtu anakwenda kilioni, yuko pale pale, na ndio tunasubiri maiti iende ikazikwe, tunaitete. Unakutana mwanamama kalia, kaka yangu, tutakuona siku nyingine wapi? Unakwenda afu anajipangusha kidogo, alafu anamwambia mwenzake, bwana nasikia alikufa na kalika ugonjwa huyu. Na wewe ulikuwa unalia pale pale, ndio hajazikwa unamcheka.
na sio wanawake tu, na wanaume. Unakutana mwenzako amefariki, ametangulia, lakini tunambambikizia makubwa, tunamteta, tunamsengenya, tunamsemea ya uongo. Tena mwingine, kuna baadhi wanakuwa nasikia mimi si nitaenda kuzika, mimi nitakwenda tu kuhani ni waima habari. Kama kuna kilio wanawaitwa usutwa na udaku. Tena pale unasikia nauliza, naye kale ka ugonjwa alikatua wapi? Unasikia alikuwa na mama Modeste, si ndio alikuwa kwa hawara yake. Afu wakati aliachana na mama Modeste, sakafikana kwa mama Bade. Walikaambukiza. Sio unaona hata mama Bade tumidomo twake tumebabuka. Wallahi. Maiti hajafanya hata siku 2-3 anatetwa. Hizo ndio tabia zetu. Hata vilioni tunapata dhambi, na Allah ninamuomba atunusuru na asafishe nafsi zetu. Ndugu zanguni waheshimiwa Waislamu, katika mambo ambayo asoyapenda kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ni mambo kama haya. Tunapokuwa kilioni tuyaseme maiti zetu kwa mazuri, tujitenge na yaliyokuwa mabaya. Mtume Muhammad anasema maiti ya mmoja wenu inaudhika, inaumia kama anavyoumia mtu akiwa hai. Na hakuna dhambi kubwa afadhali umzulie mtu ambaye yuko hai. Kuna siku watasikia, atakutafuta, atajitetea. Lakini wakati unapomsemea uongo mfu ambaye kisha kufa, utakuja kupambana naye mbele ya Mwenyezi Mungu kama ni uongo. Sasa sisi tumeshateta maiti mambo mangapi? Jamaa zetu, marafiki zetu, hatujui vipimo vyao, hatukwenda nao hospitali, maradhi yako aina nyingi, lakini tumeshawabambikiza maradhi mengi kem. Tujaribu kwa tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuache matendo yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Sasa shekhe, umezungumzia kuhusu ria. Je, kuna dawa ya ria? Ndiyo. An ya'lama al-'abdu anna al-khalqa la yamlikuna lahu naf'an wala dharra. Kwanza afahamu ya kwamba waja kwake yeye hawamiliki kumnufaisha lizuri wala libaya. Kwanza afahamu hiyo, asifanyi kwa ajili ya kuhofia watu. Mimi ninamjua mmoja katika ndugu zangu, hakuishi mazingira ya Kiislamu, lakini alikuwa ikifika muda wa swala mkijificha anatawadha, anaswali. Lakini mkimuona hata mkai kutwa nzima hawezi kuswali, anasikia aibu kufanya nini? Kutawadha. Huyu ni mtu mbaya sana wa kusikilia haya binadamu badala kumsikilia hofu Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa nyingine ili tufanye ibada ni mtu kupambana na nafsi yako. Wakati nafsi inakutuma ufanye kitendo kwa kujionesha, ibane ufanye kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa kuna matendo mtu kuyafanya sio ria. Moja, kuswali jamaa msikitini sio ria, kwa sababu ni wajibu, umefahamishwa na Mwenyezi Mungu. Kufunga saumu ya Ramadhani, na hizi saumu zina siri. Kuna watu wanaingia na andazi chooni, anafungua maji ya dusha na kula andazi 3-4, anakunywa na maji ya chooni pale, anakinga mdomo na andazi. Alafu huyo wa hivyo ameshakula mandazi 4 magharibi, ndio unasema bwana, mbona unachelewa kuadhini saumu ya leo kali na umekula mandazi? Ndio maana Allah amesema as-sawmu li wa ana ajzi bi. Kuna mambo lazima tujikosoe, kuna mambo lazima tujipendekeze kwa Allah. Hata baadhi wa kina mama huwa mimi ninawaeleza, nawaambia wakina mama, ukiingia katika siku zako
ni ruhusa umepewa na Mungu na Mtume Muhammad. Mambo ya kujitia nikiingia msiku zangu siwagi na peti ya kula ndio unakula kaandazi, hapana. Ndio tafuta kisamaki, tafuta na nyama, tengeneza ugali, kula mpaka utepete. Ulipe Ramadhani umekula sawa sawa. Wewe unataka ulipe siku yako uliokula kwa andazi. Hata mimi mwenyewe unaweza ikaniuma. Mwenyezi Mungu ameshakupa ruhusa afu unafanya uzembe. Kula ni ruhusa umepewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tutaendelea kupeana darsa. Ni muda wa kuswali swala ya tarawih. Tuko pamoja na katika msafara tuko pamoja na ndugu yangu Sheikh Hamza Mahane, na yeye wakati atakapopewa ruhusa na wahusika atakutoleeni salamu inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda. Siku bado zipo, na muomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe na tufate yaliyokuwa mazuri inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة الهدى تيفي ببوروندي، قناة إسلامية تنقل لكم الأخبار والأحداث الإسلامية من قلب بوجمبورا. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. الهدى تيفي بوروندي. ongozo wa jamii.